Naitwa Leticia Pastori, ni mmiliki na mkurugenzi wa shule ya awali na msingi Kadama iliyoko kata ya Buselesele, wilaya ya Chato, mkoa wa Geita. Nina furaha sana kupokea tuzo ya kategori ya mmiliki bora wa shule wa kike mkoa wa Geita. Kilichopelekea mimi kuwania tuzo hii, kwanza kabisa mimi ni mwanamke, lakini pia nina taasisi yangu binafsi, na zaidi ya hapo ninajikubali mimi mwenyewe kama mpambanaji, kama mjasiriamali, na zaidi ya hapo nilitaka kuwaonyesha wanawake wengine kwamba mwanamke anaweza akapambana na akaweza kumiliki taasisi yake mwenyewe binafsi. Wachimbaji wangu, nadhani wachimbaji wenzangu ndio wanasupport mimi kufikia hapa nilipo. Nikisema kingine kuzungumzia ukubwa wa tuzo, hizi tuzo zinatupa hamasa zaidi. Nimepata hamasa toka nilivyoanza kupata tuzo ya kwanza. Nikasema kumbe mimi ni mwanamke naweza. Kwa sababu mwanzoni kabla ya hili hujaingizwa kwenye hii kitu, huwezi kujua kuwa wewe umekuwa kiasi gani na ukoje na jamii. Kwa hizi tuzo kwanza zinafanya tujitambue kati yangu mimi na jamii inayonizunguka, ninayofanya nayo kazi, na ingine ambayo jamii ambayo niko sehemu husika na kufanyia kazi. Leo nimeshinda tuzo ya kiongozi bora sekta binafsi, ambapo naiwakilisha Chemba ya Taifa ya Biashara. Nimefurahi na ninashukuru kwa waandaaji kuandaa tukio hili na kutuwezesha hata sisi kutambulika, lakini pia tukio hili linatupa hamasa, jamii inatutambua zaidi, hasa sisi viongozi inatambua majukumu yetu, lakini pia kwa upande wa wafanyabiashara pia inawapa hamasa na kuwainua. Tunapoadhimisha tamasha hili, tunaendelea kuwa mabalozi wa mabadiliko chanya katika jamii zetu. Tuendelee kuwaunganisha wanawake na kuwapa moyo wa kujiamini, kuwainua kiuchumi na kuwajengea uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Ni matumaini yetu kuwa elimu, mafunzo, maonyesho na mijadala itakayofanyika katika tamasha hili itakuwa chachu ya mafanikio makubwa zaidi kwa wanawake wa Geita na Tanzania kwa ujumla. Mkoa wetu ni mkoa wa kimadini. Mheshimiwa Rais alielekeza wanawake wapewe leseni na atawawezesha STAMICO wafanye utafiti ili wanawake waingie kwenye uchimbaji na waweze kupata fedha nyingi ambazo zitawasaidia kwenye mitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais maelekezo yake tumeshatekeleza, na alikuja akawakabidhi karibia leseni 30 kwenye vikundi vyenye jumla ya watu au wanawake 900. Wanawake wenzangu, niendelee kuwahimiza kuendelea kuelekeza katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi, hasa sekta ya madini. Kila zinapotolewa leseni kwa ajili ya wachimbaji wadogo, tusibaki nyuma. Tuombe, maana lengo la serikali ni kuendelea kutoa fursa kwa makundi ya wanawake na vijana. Pia tutumie mitandao ya kidijitali vizuri kwa lengo la kutangaza biashara zetu na kutafuta fursa. Matumizi sahihi ya mitandao ina faida kubwa. Leo unaweza kununua bidhaa mfanyabiashara hata akiwa Mbeya, wewe uko Geita, na ukaipata bila shida. Ndugu zangu, tusifikirie mtandao ni kwa ajili ya watu wengine, bali ni fursa kwa ajili yetu, na hasa katika kuifungua dunia katika fursa za kibiashara.